ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Bado tunaendelea na waadhi aliyoutoa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye mazishi ya mtu mmoja Ansari, ambapo pale kaburini walikuta kaburi bado halijamalizwa kuchimbwa mwana wa ndani. Mtume akakaa kitako pamoja na masahaba, akawa anawapa waadhi huu. Waadhi wenyewe unahusiana na hali itavyokuwa katika wakati mwanadamu anapokuwa na kukatikiwa na dunia na kuelekea katika maisha baadaye. Tukazungumza hali itavyokuwa kwa yule ambaye ni mu'min, na baadaye tukaanza vile vile hali itakavyokuwa kwa mtu ambaye ni muovu. Katika hali ya muovu tukafika ya kwamba hawapiti wale waliochukua roho ile kuipeleka mbinguni, yani malaika. Hawapiti katika sehemu yoyote miongoni mwa sehemu baina ya ardhi na mbingu ya dunia, ila malaika walioko katika maeneo hayo hushtushwa sana na hali ya uvundo unaonuka vibaya kwa nafsi ile, mpaka wanauliza malaika wale, hii ni roho ya nani aliyekhabithi kama hivi? Uvundo huu wa nani leo? Nani anakuja huku leo huyu? Basi malaika waliochukua nafsi ile hujibu, na huwajibu yeye ni fulani bin fulani, na hiyo fulani bin fulani wanajibu biaqbahi asmaihi, kwa majina yake mabaya mno, allati kana yusamma, ambayo kwa majina hayo alikuwa yeye ndio akiitwa biha kwa majina hayo fi dunia, alipokuwa duniani. Majina kama mwizi, mlevi, mzinzi, huyu ni liwaki mkubwa sana, au huyu hivi, huyu hivi, biaqbahi asmaihi, kwa majina yake mabaya, allati kana yusamma biha fi dunia, ambayo kwa majina hayo yeye alikuwa akiitwa hapa duniani. Wanakwenda zao malaika waliochukua nafsi ile, hata yantahi bihi ila samai dunia, mpaka wanamalizikia kwenye wingu wa dunia tu. Sio kama nafsi ya mu'min kufika mpaka mbingu ya saba, ni mpaka kwenye wingu wa dunia tu kwa mtu mwovu. Fayastaftihu lahu, malaika atapiga hodi kutaka idhini afunguliwe hapo ili aendelee na safari mbele. Lakini fala yuftahu lahu, hapafunguliwi milango ya samaa dunia kuelekea juu. Bwana mtume alipofika hapa kwamba hapafunguliwi milango kwa mtu muovu, thumma qaraa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, wakati anasimulia habari hii mjumbe wa Mwenyezi Mungu alisoma aya ya Qur'ani ili kuthibitisha hayo anayosema kwamba hapafunguliwi milango kwa mtu huyo. Anasema la tufattahu lahum abwabu samaa, watu kama hawa Qur'ani anasema hapafunguliwi kwa ajili yao milango ya mbinguni, wala yadkhuluna aljannata, na wala hawatoingia katika pepo za Mwenyezi Mungu, hatta yalija aljamalu fi sammi alkhiyat, mpaka labda atakapopenya ngamia katika tundu ya sindano. Aya mwanzo wake imeanzia innal ladhina kafaru biayatina wastakbaru anha,
hakika wale ambao wamekufuru maneno yetu na wakajivuna nayo kuyafuata na kuyaamini, la tufattahu lahum abwabu samaa, itafika wakati nafsi zao zitapokwenda mbinguni, hapa tafunguliwa kwa wao milango ya mbingu, wala yadkhuluna aljannata, wala hawataingia peponi, hatta yalija aljamalu, mpaka apenye ngamia, fi sammi alkhiyati, katika tundu ya sindano. Sammi alkhiyati ay thuqb ibra, ni tundu ya sindano. Waljamalu, na huyo ngamia, huwa alhayawanu almarufu, ni mnyama anajulikana nani ngamia. Wa huwa ma ata alaihi 9 sanawatin, yani ni ngamia ambaye akifika kuitwa jamal ni yule ambaye kafikia umri wa miaka 9, ndio anakuwa jamal, anajulikana nani ngamia. Kwa hivyo uwezo wa ngamia kupenya kwenye tundu la sindano ni uwezo ambao hafifu mno. Hii ni kauli ya kuonesha kukata tamaa kabisa kwa watu kama hawa kwamba wataipata pepo Mwenyezi Mungu. Fayaqulu Allahu azza wa jalla, hapo hapo palipokataliwa kwenye mbingu ya dunia kupanda juu nafsi za watu wabaya, Mwenyezi Mungu atasema kuwaambia malaika, uktubu kitabahu, huyu muandikieni daftari lake, fi sijjin, katika sijjin. Wama adraka ma sijjin, kitabu marqum, na sijjin ni kitabu marqum. Wailun yawma idhil lilmukaththibin, kitabu chenye alama, chenye kukusanya watu waovu amali zao, adhabu kali siku hiyo kwa ambao wamekadhibisha. Muandikieni huyu amali zake kwamba yumo kwenye sijjin, fil ardi sufla, tena muweke huko katika ardhi ya chini kabisa ya mwisho. Thumma yuqalu, kisha patatolewa kauli nyingine, pasemwe hapo, aidu ibadi, mkishamwandika kwenye sijjin mrejesheni, aidu abdi, mrejesheni mtumwa wangu huyu, ila al-ardhi, kwenye ardhi sasa. Fa inni, kwani hakika mimi Mwenyezi Mungu anasema, wa'adtuhum, nimewaahidi viumbe wangu, anni minha khalaqtuhum, ya kwamba mimi katika hiyo ardhi nimewaumba, wa fiha uiduhum, na ndani ya hiyo ardhi mimi nitawarejesha wakifa, wa minha ukhrijuhum, na nimewaahidi kutoka kwenye hiyo ardhi ndio nitawatoa tena taratan ukhra, kwa mara nyingine katika ufufuo. Kwa hivyo mrejesheni sasa. Patapotolewa kauli hii, mtume anasema, fatutrahu ruhuhu, itatupiliwa mbali, irembewe roho yake, minas samai, kutoka huko kwenye samaa dunia, tarhan, kwa mrembelewa, kudharauliwa, mrembelewa kitu kibaya sana kisichokuwa na thamani yote ile, tupiliwa mbali. Hatta taqa fi jasadihi, roho inakuja inapeperuka, inapita kijipiga piga, inaadhibika mpaka inatua katika mwili wake mtu yule akiwa kaburini. Mtume katika kuthibitisha usemi huu, thumma qaraa, kisha akaisoma tena aya nyingine ya Qur'ani, akasema, waman yushrik billahi, na yule ambaye anamshirikisha Mwenyezi Mungu hapa duniani kwa lolote lile ambalo halifai kuabudiwa wala kuombwa, fakaannama kharra minas samaa, basi imekuwa mfano wake kama yule ambaye ameporomoka kutoka juu mbinguni, fatakhtafuhu tayru, njiani wakamdonoa donoa ndege, au tahwi bihi rihu, au ukampeperusha yeye upepo, fi makanin sahih, na kumtupa katika pahala, nafasi iliyo mbali kabisa. Kisha mtume akaendelea kusema, fatuadu ruhuhu fi jasadihi, hapo ndipo pahala ambapo hurejeshwa tena roho yake katika mwili wake. Qala, mtume akasema, fa innahu, na hapo itakaporejeshwa roho yake kwenye ardhi, maiti huyo sasa yuko hai kaburini, fa innahu la yasma'u, kwa hakika anaweza kusikia, khafqa ni'ali ashabihi, mpaka midundo, sauti ya mipigo ya viatu vya wale waliokuja kumzika. Idha wallau anhu, pale ambapo wanamwacha yeye wanakwenda zao, basi yeye anasikia mpaka sauti ya viatu hivyo, watu hao wanatawanyika, ndio shamlaza pale. Hayo mambo yamekwenda kwa spidi kubwa ya ajabu, mambo ya kiungu yote hayo yamefanyika katika muda mdogo, kiasi ambacho anarejeshewa roho yake pale, watu ndio kwanza wanatawanyika, washamzika. Hapa ndiyo nafasi ambayo Mwenyezi Mungu anamwambia mtu mbaya, abdi, mja wangu, raja'u wa tarakuka,
Watu wote wamesherejea majumbani mwao hivi sasa, na washasahau kama kulikuwa na fulani katika ardhi. Itokezee nadra sana sasa kutajwa wewe. Ukishafukiwa pale yamekwisha mambo. Wakitawanyika pale watu, ikiwa wamekwenda ndani ya mutukari zao, ndani ya mutukari sasa wanazungumza mambo mengine kabisa, sio ya maiti yule. Mipango mingine, habari nyingine, mikutano yao mengine kabisa. Rajau, wamerejea waliokuja kukuweka hapa. Watarakuka, na wamekuacha peke yako. Wafiturabi dafanuka, na katika udongo ndo wamekufukia. Walau dhallu ma'aka, na hata kama wangedumu kukaa na wewe hapa, ma nafauka, wasinge kunufaisha tena. Hata kama wangebaki hapa wakae kwenye kaburi wakufundishe maneno, wakija malaika wawili usiogope, bali wewe wajibu hivi, ma nafauka, wasinge kunufaisha wewe hapa. Walam yabqa laka illa ana, na hakuna kilichobaki sasa upande wako wewe isipokuwa ni mimi, Mungu wako ndo kuumba. Wa ana alhayyu alladhi la amutu, na mimi ndo yule uliokuwa ukiambiwa siku zote utakutana naye asiyekufa, yuhai milele. Leo mimi na wewe hapa ndo tuko ana kwa ana. Kama unaye msaidizi mwenzangu hapa ambaye ukijigamba kwamba atakusaidia hapa, na atokeze sasa. Uko kwenye handaki ukubwa wake ni shubiri moja, uso kipaji kimegusa mbele na kichego kimekamatwa nyuma, kifua kimekamatwa mbele na mgongo umekamatwa nyuma. Ni pahala ambapo panaonekana kwamba ni pagumu mno kwa binadamu, na juu yake kuna tani kwa tani za udongo zimemwelemea. Hakuna mjomba, hakuna rafiki, hakuna kupiga simu kwa aliyembali kwamba sasa nisaidie halan, ni katika hali ngumu. Walam yabqa laka illa ana wa ana alhayyu alladhi la amut. Wa yatihi malakani, mtume kaendelea akasema, hapo ndipo na yeye vile vile kama yule mja mwema, ndipo atapomjia malaika wawili ambao shadidal intihari, wenye sauti za makemeo, sauti za nguvu, mithili yake kama mipigo ya radi. Fayantahiranihi, watamkaripia kwa maneno makali. Mu'min, kaamba kwa sauti kubwa, takuja kwa huyu. Fayantahiranihi, watamtisha, wamkaripie kwa sauti zao walizoumbwa nazo. Wa yujlisanihi, na watakaa naye, watamweka kitako kwa ajili ya masuala maalum, masuala sensitive, masuala nyeti, lazima apambane nayo mtu pale kaburini. Fayakulani lahu, malaika wawili watasema kumwambia yeye, man rabbuka, bwana wewe umefika hapa, mgeni wetu, nani mola wako wewe? Siko maneno ya sauti ya salama na amani, ni maneno ambayo wametayarishwa malaika wale kumkaripia mtu yoyote, hata akiwa muumini, na wanajaribu kumfanyia exam ambayo ikiwa mkweli atafanikiwa tu, na akiwa muongo mbabaishaji pale ataanguka lazima. Final exam hiyo, ndani yake mna mambo ya cross examination. Kuna mitihani, mara walete hivi, mara tena masuala yale. Fayakulu, huyu akiulizwa mtu mbaya, nani mola wako, jawabu yake itakuwa sauti ya kubabaika, sauti ya kuonesha kwamba kafadhaika, sauti ya kuonesha ndiyo kwanza sasa anabubuka. Alikuwa mbali sana, alikuwa amelala, alikuwa amezibwa na pazia, sasa ndio ukweli umejitokeza. Sauti hii ya anaifasiri Albani chini, anasema kalimatun, neno hili tuqalu fi dhahiki, kwa linasemwa katika kicheko. Kuna watu wengine wakicheka ucheka kama hiyo, sauti lake linakuja kwa nguvu, kafurahi kwa namna hiyo. Wa fil iadi, na katika nyakati nyingine mbalimbali za sherehe na mapambo na sikukuu, watu hutoa sauti namna kama hiyo za vifijo. Waqad tuqalu litawajju'i, na kwa hakika sauti kama hii huja ikasemwa vile vile wakati mtu anapata maumivu, anaumia, anaugua, basi hutoa sauti kama hiyo. Wa huwa aliku bimaana alhadith, na hii ya kuugua hii ndio iliyolaiki zaidi kwa maana ya hadithi hii, kwamba huyu sasa ni mtu mbaya, sauti yake itakuwa ni hivyo. Ina maana kwamba anaugua sasa, anatoa sauti ya huzuni, na sio habari ya kucheka kwa yeye wala katika sherehe kali.
Kisha anasema Albani wallahu a'lamu, na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kujua tafsiri yake nyingine kama ipo kwa sauti hii ya ha ambayo imewekwa he pamoja na alif sakina na he nyingine mbele ha. Hivi ndivyo atavyojibu swala hili. Kisha aseme zaidi, jamani, la adri, mimi sijui. Hata hii habari ya man rabbuka, wallahi aliyekuwa muovu hataweza kupata jawabu kujibu swala hili abadan. Ananyang'anywa kauli thabit. Mwenyezi Mungu haikubali kabisa kauli yake, misdaqan liqaulihi ta'ala, kwa kuthibitisha na tamko lake mwenyewe Mwenyezi Mungu aliposema yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit, atawathibitisha Mwenyezi Mungu walioamini kwa kauli thabit, watajibu bila ya fadhaa. Na hayo Mwenyezi Mungu anayafanya fil hayati dunia, tokia katika maisha ya kidunia, wa fil akhirah, na hapo akhirah vile vile kwenye kaburi Mwenyezi Mungu atawathibitisha waumini. Madhali ulimi wake alipokuwa hai ulirutubika na kumtaja Mwenyezi Mungu, ulirutubika na kumwabudu Mwenyezi Mungu, ama kwa hakika utakuwa na rutuba vile vile kutambua man rabbuka, nani mola wako. Lakini kama ulimi hauna habari, ulikuwa ni yabis, mkavu, una ukame, Mwenyezi Mungu hatajwi kabisa kwenye ulimi huo, wala hana habari naye, si kwa ibada, si kwa kumuomba, si kwa kumtaja, basi naam, kutakuwa na ukame vile vile kujibu hata suala man rabbuka litamshinda mtu. Ni upuzi mtupu kumkalia kaburini pale kumwambia usiogope, ukiulizwa afanye, hawezi kabisa. Mwenyezi Mungu anasema wayudhillu Allahu dhalimina, atapoteza Mwenyezi Mungu kauli hii thabit kama dhalimu wote. Na Mwenyezi Mungu hakuna hata chombo kimoja cha jumuiya ya madola, cha malaika, cha mitume, cha nani kitachokaa kitako kutema na kujadili mambo haya yamekuwaje jamaa. Hata fulani vile vile anyang'anywa kauli hii thabit, hakuna watakaokaa kitako kumjadili Mwenyezi Mungu. Wayafalu Allahu ma yashau, na atafanya apendavyo, na hakuna atosema kwamba mbona huyu vile vile mnyang'anya kauli hii. Hakuna. Wala yakhafu uqubaha, na wala hachelei Mwenyezi Mungu baada ya kufanya hivyo kwamba kutotokezea na mwingine mwenye nguvu zaidi kumshambulia. Ogopi, ataamua atafanya hivyo, na dhalim hawezi kuipata kauli thabiti. Kauli hii mtu ajitahidi hapa duniani, na yoyote anaompenda kwa hakika amfundishe hapa duniani, amlee mwanawe, na huko anamfanyia mbolea ya rutba katika ulimi wake. Masuala imekuwa kama ni nyimbo kwa mtoto mdogo, man rabbuka, Allahu rabbi, ma dinuka, alislamu dini, madha taqulu fi rajuli mab'uth fikum huwa Muhammadun. Hii ni nyimbo tokea mtoto mdogo anazoweshwa, na mtume alikuwa akiomba katika dua zake za mara kwa mara akisema Allahumma inni as'aluka lisanan dhakiran, na kuomba Mwenyezi Mungu nipe ulimi wa kukutaja wewe sana, niwe miongoni mwa wale adh-dhakirina Allah kathiran wadh-dhakirati. Hajafanikiwa mtu isipokuwa pale alipoingia kwenye kikundi ambacho Mwenyezi Mungu anasema adh-dhakirina Allah kathiran wadh-dhakirati, wenye kumtaja Mwenyezi Mungu kwa wingi, wanaume na wanawake. Mtume wa Mungu akiomba jambo hilo, sikwambii mtu mwingine wa kawaida, as'aluka lisanan dhakira, na kuomba unipe ulimi wenye kukutaja wewe, wa qalban shakira, na moyo kukushukuru wewe Mwenyezi Mungu, wa badanan ala albalai sabiran, na kiwiliwili ambacho kwa mitihani, misukosuko, maradhi kinaweza kusubiri. Usiku wa manane kinaweza kusubiri kujiondoshea usingizi, kikafanya na kwa rakaa 2-3 hivi. Wa zawjatan tu'inuni fi amri dunyaya wa akhirati, na nipe mke mwema atanisaidia mimi katika mambo yangu ya kidunia na akhira yangu na dini yangu pia. Na akiwa ni mwanamke anakusudia apewe mume, na kama tayari kishakuwa naye basi atengenezewe. Kama hivi sasa yuko katika laini mbaya, hii ni dua ambayo kila mmoja anaiomba. Mume anaomba kwa mkewe na mke anaomba kwa mumewe, apewe ulimi wenye kumtaja Mwenyezi Mungu, apewe moyo wenye kumshukuru Muumba wake, apewe mwili wenye kustahamili misukosuko ya dunia, na apewe yule partner wake, apewe yule mwenzake ambaye, au kama kishakuwa naye atengenezewe basi awe ni mwenye kumsaidia yeye katika dini yake, dunia yake na akhira yake. Mtume wa Mungu akiomba sana maneno haya, kwa sababu mbele kuna kuja hali ngumu sana. Basi akasema la adri, sijui mimi habari ya man rabbi. Fayakulani lahu, malaika wawili watamwambia mtu huyu, basi kama ufahamu hilo, okay, tuendelee mbele. Ma dinuka, sasa nini dini yako? Basi fayakulu,
jawabu yake mtu muovu kafiri atajibu yale yale ha ha, kwa mshangao mkubwa, yani kafadhaika. Manake vipi, nini, kwani habari ya dini sio namna kama hivi. La adri, halafu vile vile atasema nimefeli na hili vile sijui. Usije ukaona kwamba swali lenyewe rahisi mno, vipi mtu atashindwa kujibu. Ni kwamba hapa panapita uungu. Hapa maana yake anakataliwa na Mungu, kauli yake sitoe. Na Mwenyezi Mungu akishamkataa mtu, wallahi kipaji hakendi tena katika ardhi abadan. Na afanye jeuri hapa mtu akatae kusali, utafika wakati atataka endi, atataka ainue ulimi wake asome aya 2-3 za Qur'ani zimpatie faida, ulimi hautaki tena, hawezi, ngumu mno Qur'ani kwake. Atataka ainue miguu naye vile vile ende akajumuike na Waislamu misikitini, kwenye Ijumaa, sala za jamaa, kwenye madarasa, hendi tena abadan. Kariha Allahum bi'athahum, inakuwa Mwenyezi Mungu amechukia kuondoka kwao. Faqila, pakasema uqudu ma'a alqa'idin, kaa kitako kama zamani pamoja na kaa nyuma, sina haja na wewe. Yauma yukshafu an saqin, na huko akhira vile vile anakataa Mwenyezi Mungu siku patakayofanywa miundi yao watu ing'ang'anae kama gongo, kama chuma. Mungu wa binadamu haukunji tena ukapindana. Wayudauna ila sujudi, na wakatakwa sujudu. Kama nyinyi kweli mnataka kuokoka, hebu poromokeni hapa mnisujudie, na kama mtakusujudu sasa hivi hapa basi nitakusameheni, mtaingia aljanna na moto utakuwa basi. Fala yastati'un, hawataweza. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah, yatafedheheka macho yao wainame chini, utadhania yametupiwa kipande cha usiku wa manane, kiza sawijika nyuso. Wanataka kujaribu kwenda, miili imekataa, imeng'ang'ana. Kwa nini ifanywe hivi? Naam, wakad kanu yud'auna ila sujudi, walikuwa hapo duniani wakiitwa mara kwa mara kwenda kwenye sijida. Wahum salimuna, wakijisalimisha na jambo hilo. Wahum salimuna, au na wakiwa wazima, hawana ugonjwa wowote, wazima, na hawakwenda, wamekataa. Kwa hivyo sasa hivi hapa hapatakiwi kwao. Atahadhari mtu kuwa na jeuri, kuwa na kibri, kwani kuna wakati Mwenyezi Mungu akamkatalia sijida yako, siitake sasa, na wendi kwenye ardhi kipaja kifiki kabisa. Atapojibu ya kwamba hajui hata dini yake ni nini, pale kaburini mtu mbaya, fayakulani, malaika wawili watamwambia, na tuliacha hilo vile vile, tunakuuliza jengine. Ma takulu fi hadha ar-rajuli, nini unasema wewe kuhusu mtu huyu, alladhi bu'itha fikum, ambaye kapelekwa kwenu nyinyi binadamu. Kuna mtu fulani kapelekwa kwenu, wewe unasema nini kuhusu mtu huyo? Hapa kwa hakika watakaoweza kumtaja Muhammad kuwa ni mjumbe ni wale ambao wamemfuata mtume Mwenyezi Mungu kwa mambo yake aliyokuja nayo. Waliokuwa hakumfuata hapa, kama walimuona mpumbavu hana maana, wakavumbua njia zao nyingine za ibada, kwa hakika nao vile vile hapa kuna kitu kitwacho mtu atahadhari mapema. Mti na macho atashindwa kujibu hapa kwa Muhammad Rasulullah, atashindwa. Sheti awe kaambatana naye, anamfuata, uswatun hasana, hapa ndio ataweza laini kujibu kwamba yeye ni mjumbe wake. Fala yahtadi liismihi, huyu mwenye kuulizwa hawezi kuongoka hata kujua ni nani huyo mtu wenyewe. Wanampa suala la kumuongoza, suala ambalo la kumlidi mtu, na muongoza hasa. Bwana wewe, kama hukuweza kujibu man rabbuka, kama huweza kujibu ma dinuka, basi fama takulu, nini unasema wewe? Tuambie mara sasa, tuambie twende zetu, hali yako itakuwa basi. Hebu tuambie swala hili, madha taqulu fi hadha ar-rajuli alladhi bu'itha fikum, kuhusu mtu huyu ambaye kapelekwa kwenu nyinyi. Naam, fala yahtadi lismihi, hataongoka hata kulijua jina la nani huyo, atabaki kimya. Sasa fayukalu, atasaidiwa kidogo, patasemwa bwana wewe, hata hii nakushinda vile vile. Muhammad bwana huyu tunakuulizia ni Muhammadi, hujagubuka bado wewe mpaka sasa hivi, hebu sema unasema nini kuhusu mtu huyu wewe? Fayakulu, atarejesha jawabu ile ile,
la adri, sijui yeye ni nani, wala sina la kulisema mimi, sijui kaja nini. Ila atasema kama ilivyokuja katika baadhi ya riwaya, sami'tu nasa, mimi nilisikia watu yakuluna dhaka, wanasema habari hiyo, kwa kuna mtu kaletwa jina lake Muhammadi. Mimi nilisikia watu wakisema habari hiyo, lakini mimi mwenyewe sijui. Pengine katika dhana yake, kama atajibu kuwa huyo ni mnyumba Mwenyezi Mungu, atakuwa na hisi kwamba atakuwa ni guilty conscious, atafanya makosa. Kwa hivyo anadhani kwamba anajitetea, watu huko ndio losema kwamba yeye mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Kumesije bwana, nimesikia watu, sio mimi, sikuhusika bwana. Watu ndio wakisema huko mjumbe wa Mwenyezi Mungu na hivi na hivi, lakini mimi simo, sikushuhudia mambo hayo, mimi sikuyasema hayo. Anadhani kwamba akijibu hivyo itakuwa salama salimini. Na hivi ndiyo kila mtu muovu namna anavyofikwa na balaa, huhisi kwamba labda nikisema uongo huo utaniokoa, kumbe ndipo anapojizamisha hapo sasa. Sami'tu an-nasa yakuluna dhaka, mimi nisikia watu tu wakisema hivyo. Qala, mtume akaendelea kusimulia habari hii, anasema fayuqalu, hapo patasemwa na malaika walimuuliza, ala, kumbe wewe la daraita, hukutambua chochote, wala talauta, wala hukusoma chochote kuhusu dini, kuhusu Mungu, kuhusu mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Huna habari, umekaa duniani miaka yote hiyo, wala hukusoma, wala hukuwasikiliza wasomao wanasema nini. Hukuweza hata kupoteza wakati wa muda saa moja, saa mbili, angalau kukaa tu hivyo, hawa kwa wanazungumza nini humu. Naona tu wazima, maana heshima zao, wengine wanajukuu wazee, hebu ngoja na mimi nikae kidogo nisikize kwani kuna sema nini humu. Hukuwa na nafasi hata ya kusoma wala kusikiliza. Fayunadi munadin, hapo atalingana mwenye kulingana, atatangaza mwenye kutangaza, minas samai, sauti atoka juu mbinguni, an kadhaba, huyo ameshasema uongo. Fafrishu lahu, haya mtandikieni upesi, minan nari, motoni, huyo mtu wa motoni huyo mtandikieni. Mkishamtandikia, waftahu lahu baban, mfungulieni kidogo mwanya wa mlango, ila nari, kuelekea motoni, mfungulieni kidogo aone mambo yalivyo. Anasema ukifunguliwa moto mlango ule kidogo tu mwanya, babu moja kidogo imetolewa pande kidogo, mlango mmoja umekuwa wazi. Yeye yuko wapi? Yuko kaburini kwenye mwanandani pale. Jahannam imefunguliwa huko. Mtume anasema fayatihi min harriha, litamjia pale vuke lake la joto, pale alipo pale litamjia pale vuke lake la Jahannam, joto lake. Wasamumiha, na mpaka zile ndimi zake, ndimi kama zile za welding, chechea zirukazo wakati chombo kinafanywa kazi ka welding pale. Wayadhiku alaihi kabruhu, na kuanzia wakati ule litafanyiwa dhiki kaburi lake liminye sasa. Maana lilimwambia muda mrefu kaburi mtu, kaburi lilimwambia mtu muda mrefu, yani ardhi ilimwambia mtu, ya ibn adam la tatakabbaru ala dhahri, binadamu wacha kufanya kiburi juu mgongo wangu mimi wewe. Liannani ghadan sa'adhummuka fi batni, kesho unakuja huko kulala, mimi nitakubana wewe katika tumbo langu. Ardhi inamwambia mwanadamu, la tatakabbar ala dhahri, wacha kufanya kiburi juu ya mgongo wangu. Liannani ghadan, kwa sababu mimi kesho wewe unakuja huku, utakutana, utakuwa peke yako huku. Sa'adhummuka fi batni, nitakubana nikuminye katika tumbo langu, hutaweza kujitetea wewe, huna uwezo kupambana na mimi. Basi naam, wayadhiku lahu wayadhiku alaihi kabruhu, litafanya dhiki juu yake kaburi lake, hatta takhtalifa fihi adla'uhu, mpaka zitapoteana, zitenguke ndani ya kaburi hilo mbavu zake. Hakutokuwa na mpango moja mbili tatu, zitapoteana zote, ziparaganyike. Za upande wa kulia zitakwenda kushoto, za kushoto zije kulia, hazitambulikani zimekaa vipi mbavu. Mminyo mkubwa wa ajabu. Kamwambia mapema ardhi, liannani ghadan sa'adhumuka fi batni, usifanye kibri hapa mgongo wangu wewe. Hatta takhtalifa fihi adla'uhu, mpaka zitatofautiana ndani yake kaburi hilo mbavu zake mwanadamu. Mtume anaendelea kusema wayatihi, hapo ndipo ambapo
atamjia yeye, wa fi riwayatin, na katika masimulizi mengine imekuja, wa yumathilu lahu, atamithilika kwake yeye, rajulun, mtu anakuja katika mwanandani pale kaburi. Mtu huyu ni tofauti na yule ambaye alimwendea mtu mwema. Anakuja mtu huyu anaonekana kabihul wajhi, ni mwenye sura mbaya, haijapatapo kuonekana sura mbaya duniani. Hata hao waliofanya mashindano ya kwamba nani mwenye sura mbaya apate zawadi, basi hafuidafu. Sura mbaya kweli kweli, si mchezo. Kama mtoto mdogo hivi tahta albaligh hivi, kama atamuona ghafla atakapata homa na mauti yake katoke hapo hapo, namna Mwenyezi Mungu atamfanya huyo atakayekuja hapo. Kabihul wajhi, ni mwenye sura mbaya. Kabihu thiyabi, kavaa nguo mbaya. Yuko njiani, anamjia, anamwambia kabisa, mwenzangu ulolala hapo, abshir, nakubashiria billadhi yasuuka, kwa habari itakayokuudhi. Abshir, furahi, hongera, lakini billadhi yasuuka, kwa jambo ambalo litakuchukiza wewe. Hadha yaumuka, usistaajabu, usishangae. Hii ni ile siku yako, alladhi kunta tuadu, ambayo wewe ulikuwa unaahidiwa kwamba hii siku itafika, utapambana nayo, na sasa ishafika. Sasa hadha alyawm, hadha yaumuka, hii ni siku yako, alladhi kunta tuadu, ambayo wewe ulikuwa unaahidiwa. Fayakulu, huyo aliyelazwa kaburini hapo, na yeye atatoa jawabu ya mshtuko, jawabu ya kushtuka sana, jawabu ya woga, huku atetemeka. Atamwambia, wa anta, na wewe mwenzangu vile vile. Fabasharaka Allahu bishari, Mwenyezi Mungu akubashirie shari wewe. Man anta, umekaa vibaya wewe, shari wewe upande wako wewe. Ala, unanjia kama hivyo, nani kwani wewe mwenzangu? Fawajhuka, uso wako tu unavyoonyesha. Alwajhu, ni uso ambao yajiu bishari, uso wa mtu anakuja kwa shari. Uso wako mbaya hapo ulipo, wewe unanjia mimi, unaniambia hivyo, na wewe mwenyewe mbaya vile vile. Fayakulu, huyo bwana atamwambia, la 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 la, mimi ana amaluka, usinifukuze, mimi ni amali yako mwenyewe. Lakini amali imegeuzwa, imekuja kwa namna ya jasadi, namna ya kiwiliwili, na inasema naye mwenyewe, mimi ni matendo yako, umetenda mwenyewe wewe. Hapa umeiba, hapa umeua, hapa umeacha kuswali, hapa umekufuru, hapa umeshirikisha, hapa umezini, hapa umelawit, hapa umesema uongo, hapa umesengenya. Mimi ni matendo yako mwenyewe. Ana amaluka, mimi ni amali yako alkhabith, iliyo mbaya. Fa wallahi, nakuapia na Mwenyezi Mungu, sikuja kukuonea mimi hapa wewe, mimi ni mwenyewe amali yako mwenyewe. Na hapa kwa Mwenyezi Mungu, maalimtu, sitambui mimi. Amali namwambia mwenyewe mfanyaji, mimi sikutambui wewe, illa kunta, isipokuwa ulikuwa duniani, batian an taati llahi, ni mzito wewe kwenda katika taa ya Mwenyezi Mungu. Ulikuwa, mimi sikutambui vingine, mimi ndo amali yako mwenyewe bwana. Hata kama utafanya hilo tendo, basi unakuwa mzito. Hiyo swala itasaliwa kwa uvivu mkubwa sana, miayo inakwendwa, unapata maudhi kwa imamu. Hata akisoma hiyo alam nashrah kwako, tabu kubwa inapatikana, uzito, tabu moja kwa moja. Hiyo funga Ramadhani ikianza kuja, ushajinyoa, ushakunjana, hizo siku 30 au 29 hizo zinakuwa ni mzigo mkubwa kama miaka 10. Lini imalizike? Kabla ya kuingia Ramadhani ilibidi mtu kwanza aende akamalize starehe zake, akamalize utamu wake kwanza, akamkufuru Mungu kwanza, afanye fiski kwanza, ende kwanza pikniki kwanza. Jinsi ya uzito wa siku ule mwezi, siku 30 zile. Na kabla ya kumalizika basi siku 30 hizo, kama bado siku 7-8 hivi, tayari maandalizi yanaanzwa. Ina maana kwamba ilikuwa ni siku za uchukivu mkubwa sana, zile zinaudhi, mambo yote yamekuwa down. Amal itamwambia, alafu mtu, mimi ninakuapia kwa Mungu, maalimtu, sikutambui vingine mimi wewe, illa isipokuwa kunta batian fi taati llahi, wewe ulikuwa ni mtu mzito katika jambo la kumtii Mwenyezi Mungu. Lakini kwa upande wa pili, sari'an ila ma'asiyati llahi, ninapokutambua mimi wewe ulikuwa mwepesi na una spidi mzito na umechapuka.
umechangamka katika maasi ya Mwenyezi Mungu, chapu mupesi, mara moja tu. Fajazaka Allahu, basi ndiyo maana Mwenyezi Mungu amekulipa leo sharran shari. Mimi ninakuja hapa ni amali yako, fajazaka Allahu sharran, ndiyo maana Mwenyezi Mungu leo amekulipa shari. Thumma yakbidhu lahu a'ma, baada ya hapo sasa atakuja kumkamata alilazwa kaburini. Wale malaika wawili zamu yao wamekwisha, huyu amal naye vile vile kishakuja hapa kumvunja moyo zaidi. Baada ya hapo atamkamata yule ambaye sifa yake ni a'ma, kipofu. Atakuja kiumbe hapo ni kipofu. Asamu, halafu ni kiziwi, yasikii. Atakuja kelele vipi sikii? Isitoshe abkamu, ni bubu, yeye hasemi na wewe. Anakuja sawa sana kiambaza hapo alipo, ana kiambaza hakioni, akisikii wala akisemi vile vile. Sasa anamjizi tu basi, imekuwa yuko chini ya mnyama. Angalau mnyama anakusikia, ukishout kama ndo unaumia, angalau kidogo anakusikia. Kama atakuja pale simba kuparure kufanyaje, unalia. Huja wakati mwingine labda mayoyo yale akamshtua, kama wanavyosema wenyewe wana bahari, ukimpigia kelele papa baharini, kelele za nguvu hasa, basi ndani ya maji mle sheti akuache kwanza kidogo, akimbie, hawezi kustahimili. Kama itakujia fikra hiyo, kama itakujia kwamba ni shout, basi wanasema kwamba ukishout ndani ya maji mle, papa itabidi kwanza kuache mkono, aende kwanza masafa marefu. Ile kelele inamsumbua sana ndani ya maji mle ya binadamu, angalau anasikia. Lakini sasa huyu sifa yake amekuja ama kipofu, haoni mbele. Asamu, alafu kiziwi, hata useme vipi asikii. Isitoshe abkamu, yeye ni bubu, hasemi na wewe, anafanya vinyago vyake tu. Huyu fi yadihi, katika mkono wake amekamata mirzaba. Mirzaba ni fimbo ya chuma, iron rod. Amekamata mkononi mwake fimbo moja ya chuma, sio mpera, sio henzirani, sio mwanzi, chuma kakamata. Chuma hicho si chuma cha kawaida, ni chuma namna nyingine, kimeandaliwa special. Lau duriba biha jabalun, fimbo ya chuma hiyo ya laiti kama litapigwa kwa fimbo hilo jabali, basi pale pale immediately jabali hilo kana turaban, litavurugika liwe ni mchanga kabisa. Lau duriba biha jabalun, iron rod hiyo alikuja nayo huyo ambaye haoni, hasikii na hasemi. Hawa wazungu wa maluni sana hivyo, walipofanya michezo wakafanya kwamba kuna kitu robot haikuoni wala haisemi wala haisikii chochote, ishatengenezwa inakuja tu mbele yako na kukutafuna tafuna na kukuminyinya. Kumbe walichungulia vitu kama hivi wale wazungu, wakaona la, basi ngojea sisi tutafanya mwana ndani wetu kabisa hapa duniani hapa. Action yenyewe inakwenda kama yule ambaye hasemi, hasikii wala haoni, wanafanya kitu kama robot hivi, kinakwenda kwa mujibu wa electric. Hii wameigundua ndani ya vitabu, kwa sababu wao ni wasomi sana, na miongoni mwao wanajua lugha ya Kiarabu vizuri sana, grammatical kweli nakwenda kila kitu na kisoma barabara. Kwa hivyo nao vile wameigiza namna yake vitisho kama vile. Basi naam, lau kama itapigwa fimbo hiyo kwenye jabali, kana turaban, jabali vile lilivyo lolote, ikiwa ni mlima Kilimanjaro, ikiwa mlima Uhud, utakuwa ni mchanga pale pale. Anasema Mtume, fayadhribuhu, huyo asoona na asosikia na wala siyasema, atampiga huyo aliyelala kaburini hapo darbatan, pigo moja la nguvu, hata yasiru biha turaban, mpaka atakuwa ni mchanga mtupu. Binadamu yule atavurugika, atoke katika binadamu awe pale mchanga mtupu. Thumma yu'iduhu Allah, kisha Mwenyezi Mungu atamrejesha tena pale pale mara ya pili mzima, kama alivyokuwa. Fayadhribuhu, atampiga tena pigo jingine, darbatan ukhra, pigo jingine. Fayasihu, sasa atatoa sauti binadamu. Fayasihu sayhatan,
atalia ukelele ambao yasma'uhu kullu shay'in illa thaqalaini, ukelele huo utasikia kila kitu kilichopo duniani isipokuwa wazito wawili hawasikii. Laiti angesikia mambo angetengenea, lakini tumezibwa katika mashikio yetu, hatusikii vimondo vinavyowakuta watu kaburini hivi sasa. Athaqalaini ni aljinnu wal ins, wazito wawili ni hawa jini na binadamu, hao hawasikii. Lakini kila kitu duniani kinasikia pigo hilo, au sauti ya huyo anaolia huko. Miti inasikia, nyota zinasikia, malaika wanasikia, sijui mchanga unasikia, jiwe linasikia, wanyama wote wasikia. Thumma, kisha baada ya hapo, yuftahu lahu baban minan nari, patafunguliwa kwa ajili yake mlango wa motoni. Wa yumahadu, na atatandikiwa kule motoni, min furushi nari, katika matandiko ya moto, moto mtupu tu. Lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash, wao katika jahannam watakuwa na magodoro yao ni moto, na nguo za juu ni moto, tandiko lake ni moto, nguo ya kutandikia ni moto, na ya kujifikia ni moto vile vile. Wakadhalika najzil mujrimina, na hivi ndivyo tunavyowalipa watu waovu. Fayakulu, hapo ndipo atapoona mambo hayo, pakitandikwa tu motoni, pakitayarishwa tu, yeye anaona. Ataomba dua pale kaburini, atasema rabbi la tuqimi saa, na kuomba mola wangu usikisimamishe kiyama, mambo yatakuwa magumu zaidi. Ataridhia hali ile iliyoko pale ya kutandikwa, na yule asiyoona, asiyesikia wala asiyesema atona haya pengine madogo haya, ataomba kiyama kisije, kwani hali itakuwa mbaya zaidi. Wa adhanu al-ishai biidhnillahi tabaraka wa taala, ndiyo habari itakayotokezea kwa watu wawili, mmoja mu'min na mmoja ni kafir au munafik au muovu. Kilichotupeleka kuzungumza habari yote hii, tulipokuwa katika nukta nambari 105 au kwenye kitabu inaonekana 108, tulisema wayajuzu aljulusu indahu, inafaa kukaa mbele ya kaburi, athna ad-dafni, wakati maiti anazikwa, biqasdi tadhkiri alhadirina, kwa makusudio ya kuwapa maonyo, ya kuwapa mawaidha waliohudhuria pale mazishini, bilmauti, na mawaidha yenyewe yanahusiana na mauti pale. Wama ba'dahu, na nini kitatokezea baada ya mauti hayo. Dalili yake ilikuwa lihadithi al-Barra ibn Azib qala, ndo yote kaja hiyo mpaka hapo. Hadithi yenyewe masnadi zake akhrajahu Abu Daud, ameitoa Imamu Abu Daudi, wal Hakim wa Tayalisi wa Ahmadu, wasiyaqu lahu, na huu mtiririko maneno kawalit Ahmad bin Hanbali, wal Ajiri fi shari'ati, kwenye kitabu cha sheria. Na vile vile hadithi hiyo hiyo wa rawa an-Nasa'i, ameisimlia an-Nasa'i wa Ibn Majah kwenye al-qismu al-awwal, kifungu cha mwanzo kile minhu chake, kutoka na hadithi hiyo ila kaulihi, mpaka kufikia kauli yake, wa kaanna ala ru'usina tayr, kama kwamba kwenye vichwa vyetu kuna ndege. Wa huwa riwayatun li Abi Daud, nayo ni riwaya ya Abi Daud vile vile, bi akhsar minhu, imekuja kwa ufupi zaidi kuliko hiyo. Wa kadha Ahmad wa qala al-Hakim, na Hakim akasema sahihun, ni hadith sahihi, ala sharti ash-shaykhain, juu ya sharti walioweka mashaka wawili Bukhari na Muslim. Wa aqarrahu adh-Dhahabi, na ameikubali, ameithibitisha Dhahabi hadithi hiyo. Wa huwa kama qala, nayo kama walivyosema mashaka wawili, yani kwa sharti yao. Wa sahahu Ibn al-Qayyim, akaisahisha Ibn al-Qayyim fi i'lami al-muwaqqi'ina, katika kitabu i'lam al-muwaqqi'ina, wa tahdhibi sunani, na kwenye kitabu kingine tahdhibu sunani vile vile kaitaja. Wa nakala fihi tashihahu, na kanukuu ndani yake usahihisho wake, an Abi Nuaimi wa ghairihi, kutokana na Abi Nuaimi na ghairi na wengineo. Na hiyo nambari moja iliyoko kwenye ghairihi, kwa hakika anataja zile ziada zilizozidi kwenye hadithi hii, ambazo idadi yake ni 33. Maneno yaliyomo ndani ya bracket, ziada hizo za 8 kwetu sisi si muhimu sana kuziingia. Zinafika idadi yake 33, kwamba ziada ya mwanzo ya fulani, ziada ya mwanzo ya fulani, idadi yake 33. Sasa baada ya kumaliza hadithi hii, tunaingia leo inshallah kwenye nukta nambari 106, au kama inavyoonekana kwenye kitabu kwenye ukurasa nambari 160 juu kabisa inaonekana ni 109 na kwenye kitabu, lakini nambari hizi ziliruka. Sahihi ni 106 itakuwa. Nukta hii inasema hivi:
wayajuzu ikhraju lmayiti, na inajuzu au inafaa, si makosa, kumtoa maiti min alqabri, kutoka kaburini mwake, lakini ligharadhin sahihin, kwa ajili ya lengo au faida iliyo sahihi kisheria. Labda katika wazikaji amekuja kutanabahi kwamba saa yake yenye thamani imemponyoka wakati wa kuzika ndani kule, kafika juu, kapewa mikono na watu njoo juu, katizama hana kitu, na pengine maiti keshafukiwa au bado, ataomba kwamba jamani, saa yangu imenitoka ndani na hakika, na iliponitoka nilisema mwenyewe kwamba nitaichukua halafu kidogo, kwamba imo pahala nimeiweka pahala, atafukuliwa au itakuwa maiti itabidi akatolewe, anyanyuliwe pale kidogo, achukue kitu chake. Au imekuja kukumbukwa kuwa maiti amezikwa na kitu cha thamani, pete ya dhahabu, kama ni mwanamke ana mkufu wa dhahabu, ana hivi na hivi, kitu kile hakimfai tena, kitamuadhibu yeye, ni mali ya warithi wake, ile warithi wake ni aula. Ikikumbukwa hivyo, itabidi maiti iko haja ya kufukuliwa, akatolewa kabisa kaburini na akavuliwa vile alivyo navyo, na baadaye akalazwa tena. Hii ndiyo nukta. Wayajuzu ikhraju lmayiti, inajuzu kabisa kumtoa maiti min alqabri, kutoka kwenye kaburi, ligharadhin sahihin, kwa ajili ya lengo au faida iliyo sahihi, sio mchezo mchezo tu. Kama kwa mfano, lau dufina, lau kama alizikwa maiti kabla ghuslihi, kabla ya kukoshwa, na maiti huyo si kama amekufa vitani shahidi vile, maana shuhada wao wanakoshwa na malaika, huzikwa hivyo hivyo. Tumekasema hawa basi wachieni, si wakoshe na damu zao. Akifufuliwa yaumul qiyama, mwili wake unaonekana damu, lakini harufu yake harufu ya miski. Msiwakoshe mashahidi, wacheni hivyo hivyo. Wakitoka makaburini wanatoka na alama zao wenyewe, rangi ni ya damu lakini harufu ni ya miski, wao hawakoshwe. Lakini kuna maiti wa kawaida, imekuja kupatikana habari kwamba watu wameghafilika, kulikuwa na wajinga watupu, mwenzao kafa, basi ikawajia kwamba wakamfukie tu, au pengine majambazo mtupilia mbali mtu pahala, mfukilia mbalini. Hakufanyiwa ada ya Kiislamu, hakukoshwa. Iko haja ya kuondolewa kwenye kaburi, akafanyiwe yale ya Kiislamu ya kisheria, akakoshwe. Watakfinihi, na kumkafini, pengine katupwa na nguo zake alizofia, akafiniwe kwa sanda ya kisheria, wa nahwi dhalika, na mfano wa mambo mengi kama haya. Ni sababu ambazo zinaweza kusababisha maiti kutolewa katika kaburi na akafanyiwa hayo, alafu baadaye katiwa tena. Anasema li hadithi Jabirin, haya yote yamekuja dalili yake kwa hadithi ya Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma qal, anasema Jabir, ata Rasulullah sallallahu alayhi wasallama Abdullah ibn Ubay bin Salul, mtume Mwenyezi Mungu aliendea maiti ya Abdullah bin Ubay bin Saluli, raisul munafiqin, alikuwa huyo kiongozi wa nafiki. Mwanawe ni mtoto mwema, muislamu mzuri kabisa, akiitwa Abdullah bin Ubay bin Saluli, alikuwa muislamu mwema mno. Kwa hakika baba yake alitajwa vibaya ndani ya Qur'ani, kisha hazikuja aya nyingine kumsafisha, kuonekana kwamba labda mambo ni mengine, mpaka ameondoka duniani aya zinasomwa kama zilivyo kwenye sura Al-Munafiqun, na yeye akiwa ni raisul munafiqun. Mwanawe Abdallah akipata tabu sana kwa kifo cha baba yake. Kama unavyojua damu namna ilivyo kwa mtu na baba yake, na mtu na mwanawe, si maskhara mtu kupata guarantee kwa baba yake anakwenda motoni, na guarantee yenyewe ikawa ni min ayati llahi albayinati yutla ila yaum alqiyama. Sio pale mchezo hapo. Iwe mtu ni mtu wake, mwanawe au mama yake au baba yake au nani wake,
aya za Qur'ani zinamzungumza mpaka kiyama, si mchezo pale hapo. Mtoto mtu kenda kwa mtume akamwambia, nakuomba bwana mtume, kanzu yako alau ikamfanyie kumkafinia baba yangu katika sanda alionayo, na kanzu yako ije juu yake pale ichanechano, alafu baadaye matambara yale hasa itamsaidia labda na hii. Kababaika yule mtoto kafazal. Halafu huyu Abdallah bin Ubay bin Saluli unafiki wake aliuficha mpaka Mwenyezi Mungu alipokufichua. Anainuka siku ya Ijumaa, anamsifu mtume kwa nguvu na kuhimiza watu kumfuata mtume na kumtii. Atasema hapo kuhusu mtume mpaka atalia machozi. Kumbe lake lilikuwa jingine sana katika moyo wake. Hata alipofika wakati akaja kafichuka, walikuwa kirejea Waislamu katika vita fulani, labda Bani Mustalik hivi au vita gani, njiani pale wakavamia maji pahala, walikuwa na kiu kubwa, pana maji pahala hivi, wakavamia kidogo. Ilikuwa pana kurupushani pale baina ya vikundi vinaohitajia maji pale, ikabidi kidogo umetokea msongamano kidogo hivi, baadhi ya watu kidogo walisukumana kidogo hivi, na ikafika hadi pengine hivi kuingiana maongoni labda. Huyu Abdullah bin Ubay bin Saluli hapa ndo akaanza kufichuka, akatoa maneno machafu, akasema, ndio wamesema Waarabu, sammin kalbaka liyaktulak, mnenepeshe mbwa wako siku moja akuue. Naona majibu haya. Wametoka na kutoka huko, sisi tumekuja hapa, tumewakaribisha hapa katika nchi yetu hii ya Madina hii, tumewapa hapa, tumewapa kila kitu, msaada, tumesamehe sisi majumba yetu, mali zetu, tumewanenepesha. Sasa wananawiri vizuri, halafu leo atufanya kama hivi. Zama wamempiga mtu wetu hapa na kama hii. Lakini ngoja hii safari yetu ituingie hapo mjini Madina hapo, wataona. Tukifika Madina tu, la yukhrijana al-a'azzu minha al-adhallu, wale waliokuwa watu azizi wenye nchi yao wazalia watawatoa wanyonge waliokuwa si kwao hapa, tafukuzile mbali tu basi. Akasema vile vile kwamba la tunfiku, na nyinyi bwana, nyinyi mmejitakia wenyewe jamaa, nyinyi hebu zuieni mapato yenu, hebu zuieni mali zenu, muwaone hawa watakimbia wenyewe kwa njia hawa. Nyinyi mmekuja hapa mwanemesha na hivi na hivi, la tunfiku, msitoe tena mali zenu ala man inda rasulillah, juu ya hawa ambao mtume anao hawa wako mbele yake, hata yanfadhu, ili wapate kuondoka wende zao makwao. Mwenyezi Mungu aliyajibu yote hayo kama ilivyokuja katika sura Munafikuna, lakini sasa hazikuja aya nyingine kuja kumwopoa baba yake huyo kwamba labda imetengenea. Alipofariki kamuomba mtume ampe kanzu yake iwe imesaidia vile vikafiniwa. Basi ata Rasulullah, akenda mwenyewe kwa mguu wake mtume kwenye Abdullah ibn Ubay, maiti ya Abdullah bin Ubay, baada ma udkhila, baada kuingizwa maiti hiyo, hufratahu, kwenye shimo lake, shalazwa katika mwanandani, shatumbukizwa baada kufukiwa tu. Fa amara bihi, mtume kafika kaburini pale akatoa amri mara moja tu, mtoeni maiti kwanza. Fa ukhrija, maiti katolewa. Ilipotolewa, fawadhaahu ala rukbatayhi, maiti ile mtume akaiweka juu ya magoti yake, kaipakata. Anamuonyesha mwanawe hali ili kidogo apate kuridhika. Kishafahamu mtume anatumia hikma tupu hapo sasa hivi, na anataka kuondosha maneno mabaya ya watu wabaya watakaosema kwamba zama mambo haya, huyu maiti huyu aliyokufa sasa hivi, huyu kasali siku chungu nzima, huyu kamsifu mtume siku chungu nzima, huyu vimekuja vijineno vidogo tu. Muhammad kaenda katamka sura nzima, Munafikuna katamka maneno mabaya, leo mpaka kafika kufa manini mazikoni kwake na hivi na hivi, na mwanawe yupo Muislamu mzuri kabisa, hata hakumuonea haya yule. Alijua mtume kwamba maneno kama hayo yanakuja hapo mbele, yanakuja. Kaipakata maiti ya bin Saluli yule, wanafatha alaihi, akaanza kuipulizia juu yake, min riqihi, katika vijimatemate vyake mtume vya karama zake vimambamba vile, kama anavyosoma mwenye al-Kursi kila siku nyumbani wakati wa kulala, na kul huwallahu na muawadhataini mara tatu. Kisa nafatha, anapuliza mtume kwenye mikono yake, anapuliza, alafu anajipaka mwili mzima, akamfanyia vile bin Ubay bin Salul. Baada ya kumpulizia vile, albasahu qamisahu, kanzo yake mtume akamvalisha. Qala Jabir anasema, wa salla alayhi, mtume aliamua kusimama mwenyewe kumsalia. Albani anasema
katika riwaya kidogo imekuja, kuna wengine wanasema hakuwahi na wengine wanasema ameswalia kabisa. Fallahu a'lam, Mwenyezi Mungu ndiye ajuaye. Hapo kwenye nambari 1 chini Albani anaeleza, yani kafanya hivyo mtume bilhikmati, wa hikma maalumu, allati, hikma ambayo min ajiliha kwa ajili ya hikma hiyo, faala sallallahu alayhi wasallam, kaifanya mjumbe Mwenyezi Mungu pale. Kamfanyia nani? bibni Ubay, kamfanyia mtoto wa Ubay. Maa kaunihi, pamoja na kuwa kwake maiti hiyo, kana munafikan, alikuwa ni mnafiki, imejulikana waziwazi kwa Qur'ani hasa, kama taqaddama, kama ilivyotangulia habari hii, fil mas'alati as-60, katika mas'ala nambari 60. Kwenye mas'ala nambari 60 insha Allah tutakuja kurejea kidogo nyuma katika darasa ifuatayo. Muda umekuwa mkubwa sasa, tungerejea kidogo, lakini insha Allah katika darasa itakayofuatia uko umuhimu kwenda kurejea kidogo nyuma katika masala hayo nambari 60. Ukurasa wa kitabu utakuwa ni 93 kwa wenye vitabu, wajitayarishe tu, darasa hiyo itakuwa wiki ijayo inshallah. Ukurasa nambari 93 utafungua, pana nambari 60 imekaa pale, tutaondokea pale kutaja kwamba nini kilitotokea, mtume alifanya nini kwa maiti Abdullah bin Ubay bin Saluli. Na tukirejea nyuma hapa juu anasema, wakana kasa Abbasan qamisan, anasema wengine kwamba aliyemvalisha kanzu ilikuwa ni Abasi, mtume alitoa amri tu pale, lakini Abasi bin Abdul Muttalib ndo ame yake mtume ndo alomvisha kanzu ile. Yeye mwenyewe mtume kaichukua kanzu yake mwenyewe, lakini mvalishaji wanasema wengine kwamba ama atakuwa mwenyewe mtume au atakuwa ni Abasi ndo alofanya kazi ile. Kwa hivyo insha Allah darasa inayofuatia tutakuja kuingia hapo nambari 60. Hapo iko haja muhimu sana kuangalia nini mtume alifanya kwenye maiti ile, na fatwa zilivyo za kidini mambo yakoje, na aya gani zilishuka kumsemesha mtume wakati alifanya mambo yale. Wallahu a'lam, Mwenyezi Mungu ndiye ajuaye. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفاسير وارزقنا اتباعه. اللهم زينا بزينة القرآن وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك، واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم رب الناس أنت مذهب البأس، يا رب أذهب البأس واشفي، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. نسألك اللهم شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مكسورا إلا جبرته، ولا ظالما إلا قهرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا غائبا إلا إلى أهله غانما سالما رددته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. فنسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.
يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم ارزقنا الحلال ولو كان قليلا وبارك لنا فيه وباعد بيننا وبين الحرام ولو كان كثيرا إلى يوم أن نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيتك، واقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، واقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. اللهم وما قضيت لنا من الأمور فاجعل عاقبتها رشدا، فاجعل عاقبتها رشدا، فاجعل عاقبتها رشدا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا أمهاتنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا أمهاتنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.